Dr. Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa CCM Kirumba. Nimshukuru Mungu kwamba Mwanza tumekuwa wenyeji, lakini Ilemela ni wenyeji zaidi. Katika kampeni ambazo zimekuwa zikiendelea, nimeshiriki mikutano kama 36 katika majimbo yote 9 ndani ya mkoa wa Mwanza wenye wilaya 7. Kote tulikopita shamra ni kubwa na watu wana ari ya kuona wanashiriki katika kampeni za uchaguzi. Kwa kila mahali tulikopita tuliona utofauti katika namna ambavyo jamii inaitikia, jamii wanavyosubiri kwa hamu kwenda kupiga kura tarehe 29. Pamoja na shamra zote, wananchi walikuwa wanajitokeza kusikiliza nini Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuwaletea ndani ya miaka 5, lakini bado kuna watu wameweza kusalenda na kurudi kwenye Chama cha Mapinduzi. Nimepokea watu kutoka vyama vya upinzani, nimepokea kutoka CUF wananchi 7, lakini nimepokea pia kutoka Chadema wananchi 4, manake ni 11 hao tayari wamerejea baada ya kuona kazi zilizofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakasema hawana sababu ya kuendelea kupingana naye. Lakini pia hata Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazunguka, tumeona amepokea viongozi tu wakubwa waandamizi wa Chama cha Mapinduzi wa vyama vya upinzani hasa Chadema. Kwa hiyo hawa wengine nao wamekuwa na ari kubwa ya kutaka kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hawana sababu tena ya kuendelea kubishana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wameona kazi iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya serikali yake. Wamefanya kazi nzuri sana, na mimi nasema CCM itaendelea kufanya kazi na Watanzania, na watu waende wakaweke mkataba tarehe 29, kwa sababu matunda tumeyaona na tutaendelea kuyaona. Kikubwa ambacho nataka kuwathibitishia Watanzania ya kwamba kelele zote zinazopigwa, habari za maandamano, habari za kitu gani, ukienda nje ya mijini hawana hata habari na kwamba kuna maandamano au kuna kitu kama hicho. Mjini hawajui. Kwa hiyo unapozungumza habari ya kuatia moyo amani ipo, wasiogope, wanashangaa kuona kwamba maandamano ni yapi. Kwa hiyo habari za maandamano ziko zaidi mijini, ambako watu wengi wanatumia sana mitandao katika kuangalia yanayoendelea. Lakini nachotaka kuwathibitishia Watanzania kama mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, ambayo nimefanya kazi niliopewa na chama ndani ya mkoa wa Mwanza katika kuzunguka kwenye wilaya zote, kila mahali tulipofika shamra na shangwe ni kubwa sana. Kwa nataka kutoa rai kwa Watanzania. Rais wetu tumempokea leo, ambaye ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona pia mapokeo yalivyokuwa makubwa, na niwapongeze sana viongozi wa chama kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, kata, matawi mpaka kwenye mashina. Watu wameitikia, wamejitokeza kwa wingi na wamekuwa na bashasha kubwa kutaka kumuona kiongozi wao, mgombea wao. Nadhani wote waliokuwa airport wameona. Na jioni hii nimetoka kuhitimisha katika kufunga kampeni kwenye kata 2, kata moja ya Nyamongoro ambayo mgombea ni mwanamke, na kata nyingine ya Shibura mgombea ni mwanamume, Swila Dede, kule ni Safia Mkama. Watu wana ari kabisa kubwa mno. Nataka kuambia tu Watanzania, kuna mambo mengine kwa watu wanakuwa na hofu, lakini ni mitandao ambayo inafanya yaenee. Na mimi nataka kuwatia moyo Watanzania, hasa wana Mwanza, wana Ilemela. Kesho tujitokeze kwa wingi kwenda kumsikiliza Mheshimiwa Rais anapokwenda kuhitimisha kampeni zake katika mkoa wetu wa Mwanza. Atasema kwa kifupi yale ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kufanya. Atasema wana Mwanza tunaenda kunufaika vipi pamoja katika ilani hii ambayo wameinadi ya 25-30, pamoja na kwamba katika kila wilaya, kila mkoa walikuwa na ilani ambayo watu wagombea wameanza kusema watakwenda kufanya nini. Lakini kesho ndio hitimisho. Japokuwa litakuwa ni la jumla, lakini kila mmoja atasikia, atatambua. Either mgombea ubunge atakuwa amesema, au mgombea diwani atakuwa amesema, au yamezungumzwa kitaifa. Kwa hiyo rai yangu, watu wasiogope kujitokeza kesho, wakasikilize kwa wingi, tukamlaki mgombea wetu, tukamtie moyo ya kwamba wana Mwanza tuko tayari, wana Ilemela tuko tayari, lakini Watanzania wote kwa ujumla tuko tayari. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni waombe tarehe 29 mapema, asubuhi alfajiri, watu waende wapige kura zao na warudi watulie nyumbani. Wasihofie maandamano wala chochote. Kuna wengine wanakuwa na hofu wanapoona magari ya askari yamepanga, wamepaki mahali. Niwatie moyo tu, yale ni kwamba yanaimarisha ulinzi, wala hayana sababu yoyote ya kuwepo pale, isipokuwa ni kukupa wewe uhakika wa kwamba nchi iko salama, na lolote likitaka kutokea wale watakuwa wako tayari. Kwa kuna wengine wamekuwa naogopa magari, nasema hapana, wale wako kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Ni vizuri kwa Watanzania
tunakwenda kupiga kura kwa rais mwanamke kwa mara ya kwanza. Tukumbuke aliingia katika nafasi ile kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, pamoja na hofu zilizokuwepo, lakini ndani ya miaka 4.5 Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi makubwa, na kubwa zaidi ni kuhakikisha ile miradi ya kimkakati ambayo watu wengi walikuwa na hofu nayo imekamilika na inakwenda vizuri, na mingine inaelekea mwishoni. Kwa nachotaka kuambia, Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke ambaye ameweza kufanya kazi yake vizuri, pamoja na kuichukua nchi wakati mbaya, uchumi ulikuwa umeshuka, sasa hivi uchumi wetu unazidi kupanda, wote ni mashahidi. Lakini pia ameifungua nchi, tayari sasa hivi wawekezaji wameingia ndani ya taifa letu, kazi kubwa zinafanyika, uchumi unazidi kuimarika siku hadi siku, na kuna mataifa yanakuja kujifunza pia, hata kuona miundombinu tunayoiweka ya mwendo kasi kwa mabasi ya standard gauge na nini, wanakuja kujifunza amewezaje mama huyu katika kulifikisha taifa hapo. Kwa mimi niseme, tunatakiwa sasa kama Watanzania kwenda kupiga kura kwa mara ya kwanza, kulithibitishia taifa, kuthibitishia ulimwengu kwamba mwanamke anaweza, na tuliye naye Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza zaidi kuliko ambavyo watu walivyokuwa wakifikiria. Na mimi nasema kwa kweli mwanamke akipewa nafasi anafanya kazi yake vizuri, na mama Samia ameonyesha. Tulikuwa na wanawake wengi katika nafasi kubwa za uongozi, lakini hatukuwahi kuwa na rais. Tumekuwa na mama Mongela ambaye alikuwahi kuwa katibu mkuu wa kwanza Beijing kule, ambaye ameongoza mkutano wa kitaifa wa kidunia. Tulikuwa na Asha Rose Migiro, naibu katibu mkuu Umoja wa Mataifa, amefanya kazi yao vizuri kabisa. Lakini tuna kina Bibi Titi ambao wamepigania uhuru huu wa nchi hii. Kwa hiyo ninachotaka kusema, mwanamke akipewa nafasi anaweza, na haya yamethibitika kwa macho, kwa vitendo na kwa kuona, kila mmoja ameona. Kwa hiyo niwaomba Tanzania, tarehe 29 tunaenda kuweka historia katika taifa hili, kumpigia kura mwanamke kwa mara ya kwanza. Vijana wanaofikisha miaka 18 mwaka huu, wao ndio watakuwa na historia nzuri zaidi. Na ukiangalia vijana ni asilimia kubwa kwa mujibu wa sensa. Kwa hiyo niwaombe tu vijana wajitokeze kwa wingi, na tunapokwenda basi, kama ni mama, baba, familia, mpitie na jirani, kapige kura, rudi kaa nyumbani, subiri lolote litakalotokea, kwa maana ya matangazo ambayo mimi sina shaka ya kwamba ushindi wa Chama cha Mapinduzi ni mkubwa zaidi. Tunakwenda kuweka mkataba na Chama cha Mapinduzi kwa maana ya kushika dola na kuweza kutekeleza yale ambayo yameahidiwa kwenye ilani. Kwa hiyo wewe Mtanzania unayenisikiliza, wewe ambaye pengine ulikuwa na ogopa kutoka, pengine ukufika hata kwenye mikutano kusikia na kushuhudia kwa mara ya kwanza, kesho kafike ukasikiliza. Na kama hauko karibu na uwanja, kaa nyumbani, angalia kwenye runinga, utayaona mazuri ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, wakiwa na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi, na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, bila kumsahau katibu mkuu wetu Dr. Asha Rose Migiro balozi, watakwenda pale. Tutayasikia yaleo mengi, tutaona Tanzania inakwenda wapi, lakini kikubwa ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa diplomasia, kaifungua nchi, kafanya kazi kubwa. Watanzania wote ni shuhuda, tumwamini kwa miaka mingine 5, tukaweke historia ndani ya taifa letu. Mungu awabariki sana. Tarehe 29 sio ya kukosa, kwenda kupiga kura mapema asubuhi, ukaweke tiki kwa Chama cha Mapinduzi kwa maana ya diwani, mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais. Mafiga matatu ni muhimu zaidi kuliko mengine yote. CCM oyee!